Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Cha tuamini tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Mungu, asante kwa siku hii ya Sabato ambaye ni siku ulipumzika Bwana, na pia tunakushukuru manake ni tarehe 7 ambayo inamaanisha Bwana ukamilifu Bwana. So acha Bwana wenye mizigo, wenye dhambi Bwana, watu pia watakatifu Bwana, mingangano Bwana, wacha hii siku ya leo Bwana iwe Sabato Bwana kwa mioyo yao, na hata iwe kukamilishwa katika pumziko lao Bwana. Mungu tusaidie, Mungu tuhurumie Bwana. Nenda hata kukanene zaidi na sisi, pia zaidi na mama aliye mahali hapa Bwana, mzungumzie Bwana. Mkumbuke yeye pia katika kitabu chako cha uzima Yesu Kristo. Sifa na utukufu zikuregelee wewe, na kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na tukiamini. Amen. Tuangalie Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wake ni wa 9. Wakorintho wa kwanza. Yeah. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wake ni wa 9. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawatarithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Waasherati hawatarithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala walevi, wala watamanio mstari wa 10, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. 11. Yapaka hapo ni sawa. Weza rejelea tena mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 9. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawatarithi ufalme wa Mungu? Ya, ili ni swali ambalo Roho wa Kristo ndani ya Paulo anauliza ama mjui ya kwamba wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Watu ambao wanaitwa hawatendi haki ndo wanaitwa hivyo. Watu ambao hawatendi haki hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu ambao hawatendi haki hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu ambao hawatendi haki ni mtu anaenda kinyume na amri za Mungu. Ni mtu ambaye hatendi yale ya Mungu. Mungu anasema mtu yote ambaye hataurithi ufalme wake ni mtu ambaye hatendi haki. So kama mtu hatendi haki, awe na uhakika kwamba hata kama atakuwa kwa kusanyiko kama hili, hata kama atakuwa na kiongozi sehemu fulani, hata kama atakuwa na huduma yote ile, lakini kama atembei njia za haki na atendi haki, Mungu anasema huyu mtu hata urithi ufalme wake. Alafu Mungu anaeleza baadhi ya matendo ambao Mungu anataka nijitafute nione kweli mimi nikiondoka hapa leo, wewe ukiondoka hapa leo unaenda kurithi ufalme wa Mungu. Na nini kinaonyesha kama hauendi kuurithi? Na nini kinaonyesha kwamba unaenda kuurithi? Na Mungu akaenda zaidi, akaweza kutaja haya matendo. Sasa tujitafute katika haya matendo. Je, nimekuwa katika ushirika na niko na haya matendo? Basi ni sawa, na Mungu anasema hautaurithi licha kwa uko katika ushirika. Msidanganyike. Waasherati. Ili neno msidanganyike. Kwa nini anatumia hili neno msidanganyike? Ni kwa sababu watu wengi tayari shetani ashawadanganya. Ndio anatumia hili neno anasema msidanganyike, kwa sababu wengi tayari wamedanganywa. Mungu anakuambia tafadhali usidanganyike. Usingoje kufika hiyo siku mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo alafu ufikirie kwani watu ambao walikuwa wanatenda haya
Kwani hii kutenda hii inaniingiza jehanamu? So wanaambiwa mapema msidanganyike, kama unatenda hilo haraka sana bila kupoteza muda upate toba, uachane nayo, muamini Yesu, uishi maisha masafi, kwa sababu ikiwa utapatikana, ni kweli utapatikana na ishi matendo haya na bado unajidanganya kwamba nitaurithi ufalme wa Mungu, Mungu anakuambia au usidanganyike, anakuambia mapema kabisa kabla hii pumzi itoke. Anakuambia mapema kabisa usidanganyike. Kwa nini? Usidanganyike. Washerati hawatarithi ufalme wa Mungu. Mungu anaweka tendo, anasema washerati, mtu yote ambaye hajaoa na anashiriki tendo la ndoa, Mungu anasema huyu asidanganyike, hata urithi ufalme wa Mungu. Mtu yote ambaye pia yuko katika ndoa lakini anatoka kwa ndoa yake, either hata mtu anaweza kuwa atoki kwa ndoa lakini katika macho tayari anatoka kwa ndoa, anaangalia, ni mtu wa kuangalia na kuendelea kutamani kujitosheleza katika nafsi yake. Mungu anasema mtu ametoka katika ndoa yake. So nijiangalie na ujiangalie, je, hapo katika uhusiano na huyo ambaye nashiriki naye pengine ndani ya ndoa, ni ndani ya ndoa kamilifu? Kama si ndani ya ndoa, hata kama ni huko nyuma, lakini hujawahi kupata huzuni ya kiungu na toba na ukawa huru kwa dhambi hiyo, Mungu anakuambia pia hautaurithi ufalme wa Mungu. So cha msingi ni utambue kosa, uanze kukiri mbele za Mungu na uondoke katika hilo kosa. Usidanganyike, washerati hawatarithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu. Watu ambao wako na sanamu, inaweza kuwa ni sanamu ya pesa, pesa inaweza kuwa sanamu yako, kitu ambacho kinachukua nafasi, kinatoa Mungu alafu kinachukua nafasi ya Mungu. Hiyo ni sanamu. Inaweza kuwa pesa, inaweza kuwa hata shida. Watu wengine wanalia shida, kila kiamka ni shida, kilala ni shida, shida. Shida inakuwa paka Mungu wake, shida inakuwa pesa, shida inakuwa Mungu, inakuwa kitu ambacho umekiweka kipaumbele. Hata ukikutana na mtu, kitu ambacho tunahitaji wewe, mimi niko na shida, Hauoni utukufu wa Mungu ambao basi amekufanyia. So ile shida unaienua, unaitukuza. Mungu anasema ondoa sanamu. Usiwe na kitu ambacho kimekaa katika maisha yako kipaumbele zaidi ya Mungu. Usiwe na kitu ambacho kimechukua nafasi ya Mungu. Usiwe na hiyo kitu. Next. Wala wazinzi, wala wafiraji, mtu ambaye anachukua mwanamume mwenzake, wala walawiti, mtu ambaye analazimisha mapenzi kwa jinsia moja, naamini. Yes. Wafiraji ni watu wanatumia mwenzake kinyume, mwanamke kinyume. Okay. Walawiti ndo mwanaume mwenzake. Okay. Wafiraji ni kumtumia mwanamke sehemu nyingine. Okay. Uko katika ndoa, unatumia maumbile ambayo sio. Hilo neno la kuita mfiraji, na hautaurithi ufalme wa Mungu. Hata kama ni mke wako, Mungu apendezwi na hiyo. So walawiti ni mwanamume anaye mwenzake. Yes, ana mbaka mwanamume mwenzake. Wala wezi ni watu wanaiba, watu ambao wanaiba. Next. Wala watamanio, wale wanatamani tamaa mbaya, nataka hiki, sina hiki, nataka hiki, sina hiki, nataka hiki, jirani amenunua hii, mimi nataka hii. Hii ni mojawapo Mungu anasema ni ile tamaa. Amri ya mwisho kabisa Mungu anawaambia mwanadamu, amri ya 10, usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wake, usitamani mifugo yake, usitamani mume wake, usitamani chochote, wafanye kazi, usitamani hata biashara yake, usitamani kazi ya mikono yake, usitamani. Amenunua ng'ombe, hauna ng'ombe unatamani, amenunua gari, una gari unatamani, amenunua shamba, una shamba unatamani. Mungu anasema wenye hii tamaa hautaurithi ufalme wake. So kama nimekuwa nayo nifanye nini? Mungu anataka ukiri alafu uachane nayo, kwa sababu Mungu anakuambia usidanganyike. Next. Wala walevi, watu wanatumia pombe, miraa, mogoka, sigara, ugoro, tumbako, ulevi. Chochote ambacho unatumia alafu kinakupatia ulevi. Chochote unatumia kinakupatia ulevi. Hata wine, Guinness, chochote kile ambacho unatumia kinabadilisha mawazo yako na kinabadilisha pia moyo wako.
ulevi. So kama natumia chochote kile ambacho kinanipatia ulevi, Mungu anakuambia kiweke kando. Maana anakutahadharisha na ananipa tahadhari kwamba nikiwa katika hiyo hali sitaurithi ufalme wake. Na sitasimama nianze kungangana na Mungu. Mungu atasema fungua matendo yake kule. Soma matendo yake kwa vitabu vya matendo. Nitasoma ulevi. Alikuwa anatumia nini? Sigara. Anatumia nini? Pombe. Anatumia nini? Tumbako. Anatumia nini? Ugoro. Itasomwa pale. Alafu soma kitabu cha Wakorintho. Mungu atuambia ulidanganywa wewe. Na alikwambia usidanganyike. Mbona ulikubali kudanganywa? Mbona ulikubali kudanganywa? Mbona ulijidanganya mwenyewe kwamba mimi nakula hii na nitaingia kule? Mungu anasema usidanganyike. Ikiri mbele za Mungu, kweli Mungu nimefanya hivi, nimeishi hivi. Weka kando. Ondoka katika hiyo njia. Muamini Yesu Kristo, hizo dhambi zote zioshwe. Wala watukanaji, watu wenye matusi, Mungu anasema hawataurithi. Na usidanganyike. Kama unatukana, mimi natukana, nijue kabisa hiyo inafaa iwe mwisho hapa duniani. Upatane na Mungu kwa toba. Toba ni kuacha. La sivyo kama utaendelea kutukana, ukifa Mungu hata kuonea huruma. Mungu atasoma kile ambacho kimeandikwa katika vitabu vya matendo, na vitasomwa kinyume na wewe, kinyume na mimi, na Mungu atatuweka jehanamu. Kwa nini? Mungu anasema ulidanganyika. Kwa nini uliendelea kutukana? Na Mungu anaandika kabisa watukanaji hawataurithi ufalme wake. So ni kuacha. Wala wanyang'anyi mashamba. Ndugu yako mkubwa, wewe ni ndugu mkubwa, umenyang'anya ndugu yako mwingine shamba, baba amewapatia sehemu, wewe umenyang'anya. Wewe ni unyang'anyaji. Unyang'anyaji wa chochote kile. Haki ya mtu umeichukua kwa sababu uko na nguvu, uko na fedha. Mungu anasema hapana. Mungu hatakaa na watu kama hao. Mungu hawezi kukaa na tabia kama hizi. Ndio maana Mungu anachora line, anachora clear line tukiwa hapa duniani. Ananionya. Sawa? Tulia. Ananionya na anakuonya. So niko na hizi tabia. Mungu anataka uache. Usiseme mbele za Mungu na uachane nazo. Next. Ya paka hapo. Hiki ni kitabu kimoja. Alirejelea tena Mungu katika Wagalatia 6. Wagalatia 6:7. Wagalatia 6:7. Msidanganyike. Ya hili neno tumelisoma kwa Korintho. Msidanganyike. Anarejelea tena Mungu anasema msidanganyike. Kwa nini Mungu anasisitiza msidanganyike? Kwa sababu utakapotembea njia mbaya, alafu utakuwa unajidanganya kwamba mimi nikifa naingia paradiso. Mungu anakuambia usidanganyike. Uondoke katika huo uongo ambao umedanganyika. Msidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote anachopanda mtu ndicho atakachokivuna. Kile ambacho amepanda. Akipanda tabia chafu, basi Mungu anasema usidanganyike, kwa sababu hiyo tabia chafu ndio utaivuna. Na unajua kwamba wadhalimu, watu ambao wanatenda matendo mabaya, hawataurithi ufalme wa Mungu. Na Mungu anaangalia neno lake. Ni mimi na wewe kwa uwezo wa Mungu tubadilike haraka iwezekanavyo, kwa kutaja yale maovu tumefanya mbele za Mungu na kuachana nayo, na kuweka imani kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili ya kuosha dhambi zetu na kwa ajili ya kutupatia haki, bila kufikiria mara ya pili. Sidanganyike, Mungu hajaakili. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Yeah. Wagalatia 5:19. Wagalatia 5:19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati. Mtu yote ambaye anafanya uasherati. Next. Usherati, uchafu, ufisadi, baada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi,
ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema. Katika hayo anasema nawaambia mapema. Watu ambao wanafanya haya matendo, anasema nawaambia mapema, msidanganyike. Anasema nawaambia mapema. Kama nilivyokwisha kuambia. Ina maana tayari alikuwa ashawaambia, alafu anajua atatoka kwa mwili Paulo, atakufa, ataondoka, alafu akienda mbinguni wale watakatifu pia watakufa, alafu watakuja mbinguni pia. Alafu Paulo anasema niliwaonya na nikawaonya tena na nikamwambia msidanganyike. Paulo anaosha mikono juu ya nafsi yako na juu ya nafsi yangu. Anakuambia usidanganyike, usitende haya na uwe na ujasiri kwamba ukifa utaingia mbinguni. Kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsia hiyo hawaurithi ufalme wa Mungu. Anarejelea tena, watu wanaofanya uchafu hawataurithi ufalme wa Mungu. Fitina, faraka, uzushi, usda, ulevi. So ni mtu ajitafute tu katika haya matendo. Haya matendo nijitafute katika haya: uzushi, usda. Nijitafute, je, ni nini kiko ndani ya moyo wangu? Nini kiko ndani ya moyo wako ambacho kinafanana na Wagalatia 5:19? Maana Mungu anasema kikipatikana hautaona urithi wake. Na maanisha utakufa na utaikwa kwa moto milele, utachomeka. So tujitafute hapa kwa hasira. Ujitafute hapa kwa fitina. Waefeso 5 iko mbele tu, Waefeso mstari wa 3. Waefeso 5 mstari wa 3. Waefeso 5 mstari wa 3. Tena namshuhudia Waefeso 5. Samahani, Waefeso 5 mstari wa 3. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama istahilivyo watakatifu. Namba usherati usitajwe. Wala uchafu wote wa kutamani. Uchafu wote wa kutamani. Kama istahilivyo miongoni mwa watakatifu. Wala aibu, kusiwe na mambo ya aibu. Kama unaishi katika mambo ya aibu, ujue kabisa usidanganyike, ukifa unaingia jehanamu. Haijalishi umekuwa mara ngapi kanisani, haijalishi miaka mingapi, haijalishi. Bora tu aenda mwenendo wa mambo ya aibu. Mungu anakuambia tafadhali usidanganyike. Usife katika udanganyifu. Wala aibu, wala maneno ya upuzi. Mungu anasema hata maneno ya upuzi. So nisiwe kanisani na mimi nimeokoka, ama na mimi nimeokoka na niko na maneno ya upuzi. Maneno tu ya upuzi. Wala ubishi. Hayo hayapendezi. Bali afadhali kushukuru. 5. Maana neno hili mnalijua hakika. Anawakumbusha tena, anawaambia neno hili mnalijua hakika. Nani alijui neno hili? Neno hili mnalijua hakika. Ya kwamba hakuna muasherati. Mtu ambaye hajaolewa na anashiriki tendo la ndoa, mtu ambaye yuko katika ndoa anamwacha mke wake, anamwacha mume wake, anashiriki tendo la ndoa. Mtu ambaye hajaoa lakini anaangalia video chafu kama pornografia, ama mtu pia ameoa lakini ashiriki tendo la ndoa lakini anatumia macho yake kuangalia wanawake ama pornografia kutamani. Mungu anasema huyu. Maana neno hili mnalijua hakika. Ya kwamba hakuna muasherati. Wala mtu mchafu. Wala mwenye tamaa. Ndiye mwabudu sanamu. Aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mungu anasema huyu hana urithi. Hata maneno ya kipuzi, hata mzaa, Mungu anasema huyu hana urithi, asijidanganye. So inafaa ujioji. Bado vitabu viwili vitatu naamini. Ufunuo
Nijiangalie katika hizi tabia ambazo Mungu anataja. Niko nazo, na kama niko nazo nifanye nini kabla sijakufa? Ufanye nini kabla hujaondoka? Kwa haraka sana, bila kufikiria kuacha tabia moja, bila kufikiria niache hii ama nisiache hii, bila kufikiria hivyo, ni haraka iwezekanavyo kuitaja mbele za Mungu na kuachana naye. Ufunuo 21:8. Ufunuo 21:8. Bali waoga na wasioamini. Wasioamini ni watu ambao wanafanya matendo mabaya. Nasema nimeokoka lakini niko na matusi, nimeokoka niko na mizaa, nimeokoka niko na chuki, niko na mafarakano, niko na kiburi. Hiyo ndio wasioamini. Bali waoga wasioamini na wachukizao na wauaji ni watu ambao wanachukia. Unaweza kuwa hujaua mtu, lakini kama uko na chuki ndani ya moyo wako, kama uko tu na chuki ndani ya moyo wako, Mungu anasema wewe ni muuaji. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:15 inasema mtu yote anayemchukia ndugu yake mama, mtu yote anayechukia ndugu yake, maandiko yanasema ni muuaji. Nanyi mnajua kwamba hakuna muuaji, yani hakuna mtu anamchukia ndugu yake aliye na uzima wa milele ndani yake. Hakuna mtu anamchukia ndugu yake akona uzima wa milele ndani yake. So inafaa nijitafute ni nani namchukia katika moyo. Basi nikiri mbele za Mungu niwache. Next. Na wauaji, na wazinzi, na wachawi. Hakuna mtu anaenda kwa waganga ama anaika imani kwa waganga, nimerogwa. Hizi ziko sana kule bara. Sasa hii umerogwa, hii ni uchawi. Unamwinua mchawi, wewe unakuwa mshirikina, licha kwa wewe hauendi mfano, lakini kila saa ukisema huyu amerogwa, inamaanisha wewe uko na imani ya ushirikina. Wewe unaingia katika hiyo imani. Ona kwa sawa na mtu ambaye ameenda kwa waganga. Huo ni ushirikina. Haujapeleka mioyo yako, lakini umeshiriki katika roho. Inaitwa ushirikina. Na hao waabudu sanamu na waongo wote, watu ambao wasemi ukweli, waongo wote, watu ambao wanadanganya. Mungu anasema waongo wote. Sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Mungu afichi. Mungu anasema mtu anaishi katika uongo, mtu anaishi katika uzinzi, mtu anaishi katika kuinamia sanamu, mtu anaishi katika uchafu, mtu anaishi katika chuki na kuua, utoaji wa mimba. Mungu anasema huyu mali nitamweka ni katika ziwa la moto. So nikiwa nimejiona katika hizi tabia, umejiona katika hizi tabia, inafaa ufanye nini? Kitu cha kwanza, inafaa kubadilika na Mungu kwamba wewe ni mwenye dhambi 100%. Kitu cha pili, inafaa ukirizo dhambi hizo umezifanya. Uzitaje, umwambie Mungu, kweli hapa nimekuasi. Mungu, kweli hapa sijaenenda vizuri. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9 inakwambia inafaa uungame dhambi zako. Inafaa uziungame kile ambacho umekifanya, ukiseme mbele za Mungu. Msome tafadhali. Ukitaje mbele za Mungu. Bila kuweka break, kitaje kweli mbele za Mungu bila kuweka break, kwa sababu hicho kitu usipokitaja, kuwa na uhakika kitakuweka kwa ziwa la moto. Usipogeuka kutoka kwa hicho kitu, kitakuweka kwa ziwa la moto. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9, maandiko yanasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Rejelea tena. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mungu anasema tukiziungama dhambi zetu. Ina maana ukizitaja dhambi zako, ukizisema dhambi zako ambazo umezitenda. Kuna dhambi tulirithi kutoka kwa Adam, na kuna dhambi ambazo tunazitenda sisi wenyewe kila siku. Mungu anasema hiyo ya moyo na hiyo ambayo umetenda, ziseme mbele za Bwana. Mungu, mimi ni mwenye dhambi toka tumboni
Mungu, nimefanya hii, nimeiba, nimezini, nimeasi. Mungu anakuambia zitaje. Nimeshiriki ushirikina, zitaje. Nimekuwa katika ulevi, pengine tumbako, pengine ugoro, pengine mugoka. Nimekuwa nikitumia hizi, zitaje mbele za Mungu. Nimekuwa nikipenda wanawake, nimekuwa nikiwaangalia, nimekuwa nikiangalia bibi zao wenyewe, nimekuwa nikiangalia wanawake ambao sijaoana nao, nimeangalia wanaume. Mungu anasema zilete kwake, zilete. Zitaje kutoka kwa moyo. Na anasema utakapokuwa unazitaja kwa uwezo wa Mungu, Mungu anasema atakusamea. Mungu anasema ataziosha, atakusafisha kutoka kwa udhalimu wote. Hatua ya kwanza ni kuzitaja. Hatua ya pili ni kutubu. Kutubu ni kuziwacha. Ezekieli 18:30. Kutubu ni kuziwacha. Lazima uziwache kwa uwezo wa Mungu. Lazima uendelee kusikiza neno. Lazima ushuke na uziwache. Lazima uziwache. Ezekieli 18:30. Ezekieli 18 mstari wa 30. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake. Mungu anasema atakuhukumu. Mungu anasema atanihukumu sawa sawa na njia zangu na zako. Asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Mungu anakuambia sasa, kabla hajakuhukumu. Mungu anakuambia tubu. Mungu anakuambia tubu kabla hajakuhukumu. Anakuambia ile maovu umeyafanya, ile dhambi umerithi, tubu. Geukeni kutoka katika makosa yenu yote. Kutubu ni nini? Ni kugeuka kutoka kwa makosa yote. Makosa yote ambayo umefanya mama. Makosa yote ambayo umefanya mtoto, kijana. Kugeuka kutoka kwa hiyo makosa yote. Geukeni kutoka katika makosa yenu yote. Geukeni kutoka kwa makosa yenu yote. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Mungu akikwambia geuka kwa makosa yote, ukiamini kwamba Mungu ameniambia nigeuke, ukiaminio sauti ya Mungu, Mungu anakupatia nguvu. Kwa hiyo neno, kwa imani unaanza kusema na kugeuka. Neno la Mungu linakupatia nguvu. Unaanza kugeuka, unaanza kuyawacha. Hatua ya mwisho kabisa ni kuamini kwamba dhambi zako zote zimewekwa kwa Yesu Kristo na Mungu akazihukumu. Yohana 1:29. Lazima uamini kwamba dhambi zako zote zimewekwa kwa Yesu Kristo. Hizo dhambi ambazo zilikuwa zikupeleka jehanamu, Mungu amekwambia zikiri, wachana nazo. Baada ya kuziwacha, lazima uweke imani kwamba zimewekwa kwa Yesu Kristo. Yohana 1:29. Yohana 1:29. Siku iliyofuata Yohana alimwona Yesu akimjia akasema, tazama. Baada ya kukiri, baada ya kutubu, kuziwacha, Yohana anakuambia sasa, mtazame, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Mwana kondoo ni Yesu Kristo. Baada ya kuzisema mbele za Mungu kutoka kwa moyo, baada Mungu akikwambia ziwache, baada ya kukubaliana na Mungu na kuziwacha, Yohana anakuambia sasa muangalie Yesu Kristo. Ukimwangalia na kumwamini kwamba dhambi zako zote zimewekwa kwa Yesu Kristo, na sasa haziko kwa moyo wako, lakini ziko kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Na mpaka uamini Mungu alizihukumu kwa Yesu Kristo. Huo Warumi 8:3. Mungu alizihukumu kwa mwili wa Yesu Kristo. Na Yesu akamwaga damu. Yesu alimwaga damu. Damu yake ya Yesu Kristo ilikuwa ni kuosha dhambi zako. Dhambi ni zako, damu ni yake. Mungu anakuambia taja dhambi zako, geuka kutoka kwa hizi dhambi, wachana nazo. Zitachoma nafsi yako milele, wachana nazo. Alafu amini kwamba Mungu ameziweka kwa Yesu Kristo. Dhambi tuliorithi na matendo mabaya uliyoyatenda, na Mungu akayapiga kwa Yesu Kristo. Warumi 8:3. Naam. Kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya. Kwa vile ilikuwa dhaifu katika mwili. Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe kwa mfano wa mwanadamu. Mwenye mwili ulio wa dhambi. Yesu alichukua mwili huu. Yesu alichukua mwili wako katika mwili wangu wa dhambi. Na kwa ajili ya dhambi. Na kwa ajili ya hiyo dhambi ambao ilikuwa ndani ya moyo wako, kwa ajili ya hiyo dhambi ambao umeitenda, kwa ajili ya hiyo dhambi ambao unaenda kuikiri, umeikiri na umeitubu, Mungu anasema kwa ajili ya hiyo dhambi, yeye alihukumu dhambi. Mungu alihukumu hiyo dhambi katika mwili wa Yesu Kristo. Ili ubaki hauna dhambi kwa sababu Mungu amehukumu kwa mwili wa Yesu Kristo. Mungu akihukumu, kuna kitu kilikuwa kinamwagika kwa mwili wa Yesu Kristo ambao ni damu yake.
Tukimalizia Mathayo 26:28. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Hii ndiyo damu yangu ya agano, ile imwagikayo kwa ajili ya wengi. Ile imwagikayo, damu ya Yesu imwagika kwa ajili ya wengi. Wengi ni wewe. Kiri dhambi, tubu kweli kutoka kwa moyo. Alafu amini, damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa ajili ya wengi. Wengi ni wewe. Wengi ni mimi. Kwa ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi. Hiyo ndio injili. Hiyo ndio injili. Hiyo ndio kazi Yesu amekufanyia. Tuamini. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, asante hata kwa mama uliyemleta Bwana kutoka mbali. Naamini amekuwa akisikia injili Bwana. Na tunaamini ulikuwa na mzigo pia Bwana wa kushiriki na mama huyu Bwana, kwa sababu unasema nafsi zote ni zako na haupendezwi na nafsi yote ipotee Bwana. Mungu umetuambia tusidanganyike Bwana. Saidia mama huyu asidanganyike. Saidia sisi tusidanganyike Bwana. Tusaidie tuangalie kipimo ulichotunenea Bwana. Tusaidie katika kila njia ambazo haikupendezi Bwana. Mungu tuhuzunishe kupitia Roho Mtakatifu, tuweze kuzikiri Bwana na kugeuka kutoka kwa hizo Bwana na kuamini ile kazi na ile damu iliyomwagika pale msalabani ya Yesu Kristo, ili kila dhambi, kila uchafu, kila kunyanzi, kila doa Bwana, kila pepo ambaye Bwana amejiingiza ndani yetu kwa ajili ya dhambi tulizozitenda na tulizozizidi zipate kuoshwa na kutoka Bwana. Mungu asante kwa kuwa jumbe wako Bwana haujawahi kuanguka. Hata wengine wote Bwana walio mahali hapa ambao Yesu hajaumbwa ndani yao, wacha akaumbwe ndani kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Amen. Asante. So karibu.